Wote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linachosema jinsi ya kusikia sauti ya Mungu, na ni kipindi chetu hichi, ni kipindi cha 3. Kama hujaweza kusikia vipindi vilivyopita, ni muhimu kuvisikiliza, kwa sababu tumekuwa tukijaribu kung'oa dhana potofu fulani ili mwisho wa siku kuruhusu basi sauti ya Mungu ambayo tayari wewe unaijua, ili iweze kuwa na iweze kuwa na nafasi ya kwanza katika maisha yako. Kumbuka pia mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nao utaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda pia kutoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza. Asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa kuwa mtendaji wa neno, asante kwa kudhihirisha kwa vitendo kwamba kweli wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa muombeaji wa vipindi vya neema na kweli, yani wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante sana kwa maombi yako. Tunashukuru sana. Maombi yako yanatuimarisha, maombi yako yanatufanya tuwe thabiti katika kutekeleza mapenzi ya Mungu kama ambavyo ametuagiza. Mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwa sadaka yako ya upendo unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Nasema asante sana, kwa sababu utii wako unasababisha mamia kwa maelfu ya watu kuguswa na kuweza kubadilika. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Na kama ambavyo nimekuwa nikisema na nitaendelea kusema tena, utashangaa siku ile kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo utakapoonyeshwa mamia kwa maelfu ya watu ambao walipona, ambao waliokoka, ambao waligeuka, ambao walifurahia uhusiano na Mungu kwa sababu ya utii wako wewe. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu linalosema jinsi ya kusikia sauti ya Mungu, na tunasimamia mstari ule ni Yohana 10:27, ambako Bwana Yesu anasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Na kama nilivyokuwa nikisisitiza katika vipindi viwili vilivyopita kwamba siri ya wewe kusikia sauti ya Mungu ama sauti ya mchungaji mwema, yani ya Kristo, ni ufahamu wako kufanywa upya. Nikakwambia kwamba neno linatuonyesha kama ufahamu wako hujafanywa upya, basi ni dhahiri ibilisi ambaye ni adui atatumia huo upande kuzungumza na wewe. Sikuwa unanielewa? Atatumia huo upande kuzungumza na wewe. Na kumbuka ibilisi ni baba wa uongo. Kwa hiyo upande ambao wewe hujaijua kweli ndio upande ambao ibilisi atautumia kuzungumza na wewe. Upande ambao umeujua kweli, nazungumzia kwenye kufikiri kwako hapa, ni upande ambao ibilisi ataepuka, hata jaribu kuzungumza na wewe upande huo. Sijui kama unanielewa ninachokizungumza. Kwa hiyo kadri unavyojua kweli ndivyo unavyoongeza uwezo wako na kiwango chako cha kusikia kwa usahihi na ufasaha sauti ya Mungu. Na kwa kadiri ambavyo kwa kiwango kile ambacho hauijui kweli, na kwa maana hiyo maana yake ni kwamba unaishi katika uongo, ndivyo ambavyo adui atakuwa akizungumza na wewe. Kwa hiyo utaona ni muhimu sana kwa wewe kujifunza kweli, ni muhimu sana kwa wewe kubadilisha namna unavyofikiri. Na ndio maana mafundisho haya tunaleta kila siku, tunakufundisha kila siku. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunaziba mianya yote ambayo adui angeweza kutumia kuzungumza na wewe kwa kukuletea wewe ujue kweli. Sasa tukaona hapa Bwana Yesu anasema kwamba kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, nao wananifuata. Nikakwambia kwamba tatizo tulilonalo
watu wamekuwa ni wasikiaji wa sauti ya Mungu, lakini hawafuati kile ambacho Mungu anasema. Na ukifanya hivyo inaleta shida katika dhamiri yako, kwa sababu Mungu anapozungumza na sisi anazungumza kupitia dhamiri zetu, anazungumza kupitia mtu wetu wa ndani, kama ambavyo nitakuonyesha. Na kwa sababu hiyo ni muhimu basi kila mara unaposikia neno uweze kuchukua hatua. Sasa nataka turudi nyuma kidogo, tuende mpaka kwenye Agano la Kale, alafu tukaangalie mwanadamu alivyoumbwa. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo tuende Mwanzo mlango wa kwanza. Kumbuka tunafuatilia habari ya sauti ya Mungu. Kwa hiyo kwenye Mwanzo mlango wa kwanza, nitaanza mstari wa 26. Anasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Sasa tunafahamu hapa ni manake ni Mungu Baba anazungumza na Mungu Mwana pamoja na Mungu Roho Mtakatifu. Anasema kwamba tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Tuko sawa sawa? Sura yetu na mfano wetu. Alafu anasema tuwape mamlaka ya kutawala juu ya nchi. Anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Alafu anasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo nachotaka uone kwenye ile mstari wa 28 kwamba sauti ya kwanza ambayo mwanadamu aliisikia ilikuwa ni sauti ya Mungu. Sauti ya kwanza ambayo mwanadamu aliisikia ilikuwa ni sauti ya Mungu. Na hii sauti ilimwambia, ilimpa maelekezo ya kutawala kila kitu. Kwa mwanadamu ambaye ameumbwa katika sura na mfano wa Mungu, ama katika mfano na sura ya Mungu, maneno ya kwanza aliyoyasikia yalikuwa ni maneno ya baraka yanayomwezesha yeye kutawala vitu vyote ambavyo Mungu ameviumba. Na hii ikiwa ni pamoja na vitu vinavyotambaa juu ya nchi, maana yake nyoka. Sasa shika sana hilo. Tunafahamu kwenye mlango wa pili mstari wa 15 mpaka wa 17, mwanadamu anasikia kwa mara nyingine tena sauti ya Mungu baada ya kupewa mwili. Anasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. 16, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo mara ya kwanza mwanadamu anasikia sauti ya Mungu ilikuwa ni wakati anabarikiwa na wakati anawezeshwa kutawala, ama wakati anawezeshwa kutumia mamlaka yake ya kutawala. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza. Mara ya pili anaposikia sauti ya Mungu, anasikia sauti ya Mungu ikimwambia chagua uzima. Kwa lugha nyingine ameambiwa matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, siku utakayokula utakufa hakika. Sasa ujuzi wa mema na mabaya ndio tatizo ambalo pia tunalo hata leo hii. Bado tunajaribu kuhusiana na Mungu katika msingi wa ujuzi wa mema na mabaya, kitu ambacho hatujui kwamba hata hayo mema unaojaribu kusema kwa kuwa nimefanya mema Mungu atanikubali. Okay, tende hivi, nielezee kitu kidogo hapa. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya, maana yake unaweza kusema kwamba ni mti ambao una matunda mema na una matunda mabaya kwa wakati mmoja. Unaweza kusema hivyo. Ama unaweza kusema ni tunda ambalo pia lina mema na mabaya kwa wakati mmoja. Kwa anasema ujuzi wa mema na mabaya. Kuna wengine wanadhania kwamba nikiwa na ujuzi wa mema basi nitampendeza Mungu, nikiwa na ujuzi wa mabaya nitamchukiza Mungu. Sasa kitu ambacho hauelewi ni kwamba anasema mti wa ujuzi wa mema na mabaya, liwe ni tunda zuri ama liwe ni tunda baya, bado shina lake ni hilo hilo, chimbuko lake ni hilo hilo, ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo hata hayo mema unataka kuyategemea katika uhusiano wako na Mungu bado yanakuua.
yanakuua, upate uzima, upate uzima. Tuyaache hayo. Kwa hiyo anaambiwa siku utakayokula utakufa hakika. Kwa lugha nyingine anaambia usipokula utaishi, ukila utakufa. Kwa hiyo Mungu anamwambia usile. Kwa hiyo kwa lugha nyingine Mungu anamwambia chagua uzima. Kwa hiyo ina maana mara ya pili Adamu anasikia sauti ya Mungu ilikuwa ikimwagiza kuchagua uzima. Kwa hiyo unaanza kupata picha hapa kwamba sauti ya Mungu siku zote itakuwa inakuelekeza kuchagua uzima. Shika hilo. Sasa tunatoka tunaenda mlango wa 3. Mlango wa 3 tunaanza mstari wa kwanza. Anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu, akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustanini ama bustani. Anasema mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Sasa tunafahamu Mungu akusema msiaguse, anasema tu msiale. 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Okay, tuende taratibu. Kwa hiyo ina maana sauti nyingine wanakuja kuisikia mbali na sauti ya Mungu, wanakuja kuisikia sauti ya nyoka, yani ibilisi. Lakini kumbuka aliyekuwa wa kwanza kuzungumza ni Mungu. Shika sana hilo. Wa kwanza kuzungumza alikuwa ni Mungu. Sauti ya pili wanakuja kuisikia ni sauti ya mgeni ambayo ni ya nyoka, ambayo inazungumza kinyume kabisa na kile ambacho Mungu aliwaambia. Mungu aliwaambia mkila matunda ya mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa hakika. Hakuwaambia kwamba mkila matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya hamtapata ujuzi wa mema na mabaya. Sicho alichosema. Alisema yes, mtapata ujuzi wa mema na mabaya, lakini pia mtakufa. Na nyoka anakuja anasema mkila hamtakufa, bali mtakuwa na ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo Mungu amesema mtakufa hakika, nyoka anasema hamtakufa hakika. Kwa hiyo mwanamke ana sauti mbili ambazo zinakinzana. Sauti ya kwanza imesema msile, mkila mtakufa hakika. Sauti ya pili inasema mkila hamtakufa hakika. Kwa hiyo anatakiwa achague kuisikia na kuitii sauti moja. Ndio maana utaona swala la kusikia sauti tu pasipo kuitii halisaidii kitu. Adamu na Eva walisikia sauti ya Mungu. Adamu alisikia sauti ya Mungu na Eva akasikia sauti ya mume wake ikimwambia kwamba tumeambiwa, Mungu ameagiza matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya tusile, siku tutakayokula tutakufa hakika. Kwa hiyo kusikia tu haitoshi. Kwa wengi ambao mnasema mna tatizo na changamoto ya kusikia sauti ya Mungu, ambao mnasema msikii sauti ya Mungu, si kweli. Tatizo lenu mlilonalo ni kwamba mmeishia kwenye kusikia tu na wala sio kutenda sawasawa na sauti ilivyowaagiza. Na kwa maana hiyo mmekuwa ni wepesi wa kuchukua hatua na kutenda sawasawa na sauti ya mgeni inavyowaagiza, na kwa maana hiyo sauti ya mgeni imekuwa ndo iko juu zaidi kuliko sauti ya Mungu. Sio kwamba sauti ya Mungu haipo, ipo, lakini imefifia. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa ni mwepesi wa kusikia na kufanyia kazi sauti ya mgeni ibilisi kuliko kuwa mwepesi wa kusikia na kufanyia kazi sauti ya mchungaji mwema ambaye ni Mungu. Kwa hiyo mwanamke anafanya nini hapa? Tunaona mstari wa 6. Anasema hivi. Anasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Angalia, anasema wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Mstari wa 8. Kisha wakasikia sauti. Asa kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. 9. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? 10. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. 11. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi?
je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Kwa hiyo anasema ni nani aliyekuambia wewe uko uchi? Kwa lugha nyingine, Mungu anamuuliza Adamu, ni sauti gani hiyo umeisikia? Umesikiliza sauti gani hiyo? Je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usile? Na kama umekula, maana yake kuna sauti umeisikiliza. Tuko sawa? Sasa kuna vitu kadhaa vya kuangalia hapo. Ona hii. Okay, anasema mstari 11 tutarudia. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke ulinipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa nao utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. 17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiza sauti ya mke wako. Sasa tuende taratibu. Kwa hiyo kuna sauti ngapi hapa? Kuna sauti ya Mungu. Tuko sawa? Alafu kuna sauti ya Adamu, kuna sauti ya nyoka yani ibilisi, alafu kuna sauti ya mwanamke. Sasa tuende taratibu. Mungu alizungumza na Adamu Mwanzo 2:15 hadi 17. Mwanamke alikuwa hajaumbwa bado. Mungu akamwambia Adamu, matunda ya kila mti wa bustani unaweza ukala, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usiale, maana siku utakayokula utakufa hakika. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Mungu kwenda kwa Adamu. Adamu inavyoonekana akampa maagizo mke wake. Ndio maana mke wake katika mlango ule wa 3 anamwambia nyoka, Mungu amesema tusiale wala tusiguse tusije tukafa. Na inaonekana hiyo habari ya usiguse ni Adamu aliongezea kutia msisitizo. Wale alikuwa anamwangalia mke wake aeleweke mcharuko na mnaona huyu nikimwambia tu kwa Mungu amesema tusiale, ngoja nimpige na mkwara kabisa, tumwambia tusiguse ili akae mbali na huo mti. Kwa hiyo ikawa ni sauti ya pili, kwa maana ya Adamu kwenda kwa mwanamke. Tuko sawa? Sasa mlango wa 3 inakuja sauti ya 3. Sauti ya 3 ni ya nyoka. Nyoka anamwambia mwanamke, hamtakufa hakika, bali mtakuwa kama Mungu. Kwa hiyo sauti ya nyoka inakinzana na sauti ya Mungu. Na mwanamke anachukua anakula matunda, na hapa inavyoonekana kwamba mwanamke ndiye aliyemwambia Adamu ale. Maanake Mungu anamwambia, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako. Kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako. Kwa hiyo unaweza ukaona ilikuwa sauti ya Mungu kwenda kwa Adamu, then Adamu akazungumza aliyozungumza Mungu kwa mwanamke. Baadaye tunaona nyoka anakuja anazungumza na mwanamke, alafu mwanamke anazungumza maneno ya nyoka kwa Adamu. Unaona mtiririko unavyokwenda? Kwa hiyo ilitoka Mungu, Adamu, mwanamke. Sasa hivi imegeuka, imekuwa nyoka, mwanamke, Adamu. Kwa hiyo kuna sauti 4 hapo. Na ndio maana kwenye Wakorinto wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 10, Mtume Paulo anasema kuna sauti nyingi duniani na kila sauti ina maana. Hakuna sauti isiyokuwa na maana. Sasa swali linakuja, Mungu akamuuliza Adamu, ni nani aliyekuambia uko uchi? Nani amekuambia? Nani anazungumza na wewe? Ndo swali ambalo unatakiwa uweze kulijibu. Katika maamuzi yoyote unayoyafanya, ni nani anayezungumza na wewe? Je, ni Mungu anazungumza na wewe pamoja na kupitia neno lake, ama ni ibilisi anazungumza na wewe moja kwa moja, ama ni mwanadamu mwingine anazungumza na wewe? Sasa mwanadamu anaweza akazungumza na wewe kile ambacho Mungu amesema, ama mwanadamu anaweza akazungumza na wewe kile ambacho ibilisi anasema. Kwa hiyo ina maana mimi na wewe tunatakiwa tuchuje.
Kwanza mawazo yetu yanasema nini? Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba njia ya kwanza ni Mungu kuzungumza na sisi moja kwa moja, au shetani kuzungumza na sisi moja kwa moja. Na njia ya pili ni mwanadamu kuzungumza na sisi yale ambayo Mungu amesema, au mwanadamu kuzungumza na sisi yale ambayo shetani amesema. Tunaenda sawa sawa? Na kwa maana hiyo unatakiwa uweze kuchuja kile unachokisikia kwenye mawazo yako, lakini pia unatakiwa uweze kuchuja kile unachokisikia kutoka kwa binadamu wenzako. Na kwa maana hiyo basi tunaweza kusema kwamba mwanadamu atazungumza na wewe kile ambacho Mungu anasema, ama atazungumza na wewe kile ambacho ibilisi anasema. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kama Mungu hatazungumza na wewe moja kwa moja, basi anaweza akazungumza na wewe kupitia mtu. Na ibilisi kama hatazungumza moja kwa moja na wewe, anaweza kuzungumza na wewe kupitia mtu. Na hii tunaiona sana. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Ayubu, wakati shetani anamjaribu Ayubu, kamjaribu mara ya kwanza, Ayubu akawa ngangari, na alikuwa anamjaribu Ayubu ili akufuru. Akaja akamjaribu mara ya pili Ayubu akawa ngangari, akukufuru. Mara ya tatu tunaona mke wa Ayubu anamwambia Ayubu, si umkufuru huyo Mungu ukafe. Kwa hiyo tunaona kwa mara nyingine tena ibilisi anazungumza kupitia huyo mwanamke. Sasa usije ukanyelewe vibaya. Maana wengine tayari wanaanza kurukaruka, hasa wanaume kwenye ndoa. Sio mara zote ambako mwanamke amekuwa akizungumza ya ibilisi. Ziko mara kibao ambazo mwanamke amezungumza kwa niaba ya Mungu na mwanaume akawa anazungumza kwa niaba ya ibilisi. Kwa hiyo usije ukatengeneze nani hapa mafundisho yako doctrine. Wengine wanasema ndio maana Mungu alisema mwanamke asifundishe. Hebu acha hiyo kitu. Sio tunachokizungumza hapa. Tuko sawa? Kwa hiyo pointi yangu ni nini? Kwamba tunaanza kuona njia kadhaa za Mungu kusema na sisi. Moja, atasema na sisi kupitia dhamiri zetu, mawazo yetu, kama ambavyo nitakuonyesha. Au mbili, anaweza akasema na sisi kupitia mwanadamu. Vivyo hivyo shetani anaweza kusema na sisi kupitia mawazo yetu, ama anaweza kusema na sisi kupitia wanadamu. Kwa hiyo tunawajibika kuchuja, tunawajibika kupima. Sasa angalia, Mungu alimwambia mwanadamu chagua uzima, na shetani akaja akamwambia mwanadamu hautakufa hakika, huku akijua kabisa kwamba mwanadamu atakufa. Kwa hiyo unaanza kupata picha hapa kwamba Mungu anataka tuchague uzima. Kwa hiyo sauti ya Mungu itatuelekeza katika uzima, na sauti ya ibilisi inatuelekeza katika mauti. Na ndio maana kipimo kizuri cha kutumia kwenye kujua kama huyu ni Mungu ama sio Mungu ni Yohana 10:10, ambapo anasema mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Mimi nalikuja wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hiyo safari nyingine, kabla ya kufanya uamuzi wowote, kabla ya kufungua mdomo wako na kuzungumza, kabla ya kuchukua hatua yote, jiulize, nani ananiambia hili? Nani anakuambia hilo? Ni sauti ya nani? Huyu anayekwambia kwamba hutapata hela za kulipa kodi yako ni nani? Ni Mungu. Mungu anaweza kukuambia hivyo? Huyu anayekwambia kwamba hutafaulu masomo yako ni nani? Je, Mungu anaweza kukuambia kwamba hutakaa ufaulu? Huyu anayekwambia kwamba hutapona, hali inazidi kuwa mbaya, utakufa, je, ni Mungu ama ni sauti nyingine? Usipojua haya atakuletea shida. Maana watu wengi, Wakristo wengi wako busy wakimsikiliza ibilisi kuliko kumsikiliza Mungu. Sijui kana nyela anachozungumza. Kwa Adamu anaulizwa na Mungu, nani amekuambia? Na mimi nikuulize, hayo unayoyawaza sasa hivi, nani amekuambia? Aliyekuambia neno la Mungu alifanyi kazi ni nani? Aliyekuambia kwamba imani yako haifanyi kazi ni nani? Ni nani amekwambia? Anayekwambia kwamba pamoja na kwamba umeamini hujapata matokeo ni nani? Kwa sababu tunafahamu Mungu hawezi kukuambia hivyo. Na anayekwambia kwamba usiokoke leo, fanya wiki ijayo ni nani? Kwa sababu Mungu anasema saa ya wokovu ni sasa. Kwa kufanya mambo yafuatayo kama hujazaliwa mara ya pili. Sema, Bwana Yesu, ninaamini wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana na kukaribisha katika maisha yangu.
Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa, karibu katika familia ya Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.